Leo nataka tujifunze kuhusiana na antacid. Antacid ni dawa ambazo wengi wetu tumekuwa tukizitumia ili kuweza kupunguza asidi ama kuzuia asidi. Wengi tuna changamoto za kiungulia, tumbo kujaa gesi, moto kwenye kifua. Hizi dawa ukizitumia maana yake na kusaidia kupunguza hizo shida zote. Na pengine mtu hajui antacid ni zipi. Mfano wake ni omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, labeprazole, lansoprazole na zingine nyingi ambazo nafahamu nyinyi mnazifahamu vizuri. Dawa hizi zimekuwa zikitumika na watu wengi sana hata bila kuandikiwa na daktari. Mojawapo ya side effect ambayo nataka muifahamu ni rebound acid. Rebound acid kwa Kiswahili maana yake ni asidi kurudi ikiwa na nguvu zaidi ya hapo awali. Mtu ambaye anatumia hizi antacid kwa ajili ya kuzuia hizo dalili nyingi mnazokuwa mnazipata zinazohusiana na vidonda vya tumbo pamoja na acid reflux, unakuwa kama umekuwa mtumwa wa hizo dawa. Siku ambayo utaamua kuacha hizo dawa ghafla, siku hiyo utapata maumivu makali sana. Kwa hiyo mtu anaona kuliko ni aache dawa alafu maumivu yarudi yakiwa ni makali zaidi, anaonelea bora tu aendelee kutumia dawa maisha yake yote. Lakini pia side effect ya pili ni kushuka kwa asidi ya tumbo. Asidi ya tumbo ni muhimu sana. Kila mtu anahitaji asidi ya tumboni ili iweze kukusaidia kumeng'enya chakula, lakini pia kukulinda dhidi ya bakteria wabaya ambao wangeweza kuingia na chakula ama katika namna nyingine ambao ungeweza kuwameza. Kinyume chake sasa ni kikosa asidi ama asidi ikipungua kwa sababu umetumia hizo antacid kwa muda mrefu, maana yake ulinzi wa kawaida wa tumbo umekuwa hafifu. Wale bakteria wa kawaida ambao wangeweza kuingia wakashambuliwa na hiyo asidi ikawaua, kwako inakuwa haiwezekani, wanakusababishia sasa kupata infection kama kuharisha, unapata vichefuchefu, unatapika kwa sababu ulinzi wa tumbo hauko imara. Lakini pia kitu kingine, umeng'enywaji wa chakula unakuwa dhaifu. Chakula kinakaa tumboni muda mrefu na matokeo yake utaisha kupata gesi, tumbo linajaa gesi, unapata harufu mbaya, ukibeua unabeua kama kitu chenye harufu mbaya, lakini pia ni kikali. Kwa hiyo ni muhimu sana pia kufahamu hii. Unapotumia hizi antacid kwa muda mrefu inakupelekea ule ulinzi wako wa asili wa tumbo unakuwa hafifu. Wale bakteria wabaya ambao wangeuliwa na acid wanakudhuru badala ya kuwa wameondolewa. Lakini pia kitu kingine ambacho nakutaka ukifahamu vizuri, antacid ukitumia kwa muda mrefu inaweza ikasababisha upungufu wa virutubisho. Mfano vitamin B12, vitamin B12, lakini pia magnesium, lakini pia calcium pamoja na iron. Vitamin B12 inapungua kwa sababu gani? Ile vitamin B12 iweze kufyonzwa inahitaji asidi ile ya tumboni. Na unapotumia hizo antacid maana yake unapunguza uzalishaji wa ile asidi. Kwa hiyo chakula chochote utakachokula chenye chanzo cha B12 ina maana yake hakitaweza kufyonzwa. Hiyo B12 haiwezi kufyonzwa kwa sababu asidi ambayo ingeweza kufyonza hivyo virutubisho haipo tumboni. Maana yake hakitakusaidia. Kwa hiyo utaendelea kula vyakula ambavyo havina chanzo kizuri cha hizo B12, na ukitumia kwa muda mrefu mwisho wake utakuwa hauna B12 ya kutosha. Ufahamu kwamba vitamin B12 inakusaidia kwa ajili ya afya ya mishipa, lakini pia inasaidia sana kwenye kutengeneza damu, lakini pia inasaidia sana kwenye kumbukumbu pamoja na umakini. Lakini kitu kingine kikubwa, inakusaidia mwili wako kuwa na nguvu. Sasa ikiwa ni ndogo mwilini, maana yake hivi vyote vinakuwa ni kinyume. Utakuwa hauna nguvu, ukiamka asubuhi mwili umechoka bila sababu, unapoteza kumbukumbu au unakosa umakini katika jambo ambalo ungeweza kukaa na kuzingatia vizuri, unakosa umakini na ile utulivu, lakini pia unapata changamoto ya kupungukiwa damu. Virutubisho vingine ni kama magnesium. Magnesium ni muhimu sana ili kuimarisha misuli, lakini pia ukikosa hiyo maana yake misuli inakuwa inakaza na mapigo ya moyo yanakuwa hayaeleweki, yanaenda mbio kwa sababu ya upungufu wa hiyo magnesium. Matumiaji ya muda mrefu ya hizo PPI ama antacid yanaweza kukupelekea ukakosa hivi virutubisho vyote. Na muhimu zaidi ni hii iron. Ukikosa hii calcium pamoja na iron, maana yake mifupa kwanza inakuwa dhaifu. Kama tunavyojua calcium inasaidia kuimarisha mifupa, ndio ukiamka utasikia mifupa inauma, lakini pia umechoka, yani viungo vinauma bila sababu. Sababu ni kwamba B12, calcium imepungua kwa sababu ya dawa ambazo umekuwa ukizitumia kwa muda mrefu. Lakini pia iron inapungua, na ikipungua iron, nakumbuka pia B12 pia imepungua, maana yake lazima utakuwa na upungufu wa damu. Ukikosa hivi vitu hivi virutubisho,
B12, magnesium, calcium pamoja na iron. Utapata dalili hizi hapa. Kwanza utapata ganzi kwenye mikono pamoja na miguu. Kitu ambacho watu wengi sana wenye asidi wanalalamika. Na mwingine anasikia kama miguu inakuwa inapata baridi pamoja na mikono. Au anasikia anapata kama anasikia visindano vinachoma kama mwili unawasha kwa sababu ya kukosa hivi virutubisho. Lakini pia kitu kingine utapata kizunguzungu, utapoteza umakini kama nilivyosema ama concentration, lakini pia utachoka sana. Nini cha kufanya sasa? Kitu ambacho unatakiwa kufanya unatakiwa kurekebisha chakula na mtindo wa maisha. Changamoto ya acid reflux ni changamoto ambayo inatokana na chakula na lifestyle. Nimekuwa nikiongea hiki kitu karibia kwenye video zote ninazowatengenezea kwa sababu nataka upate ufahamu. Changamoto ya acid reflux haitibiwi na dawa za kizungu. Rekebisha vile ambavyo unakula, lakini pia upate supplement sahihi itakao kusaidia kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, lakini na kubalance pH ya tumbo ikae katika level ambayo inatakiwa. Shughulikia chanzo na sio kufunika dalili. Tunapokunywa hizo antacid, maana yake unajaribu kufunika hizo dalili zisijitokeze, lakini bila kugusa chanzo. Chanzo ni chakula. Ukigusa chanzo, maana yake hata ukija kupata dawa nzuri itakusaidia kuliko kuendelea kufunika dalili. Mungu akusaidie sana. Hapa nitakupatia namba za simu ambazo zitakuwa zinapita hapo chini. Tuma ujumbe, nitakupigia simu ili niweze kukusaidia hatua kwa hatua ili kuweza kukabiliana na hii changamoto ya acid reflux. Ina dalili nyingi sana ambazo unaweza kuzichanganya na dalili nyingi sana za magonjwa mengine mengi, lakini kumbe tatizo linaanzia tumboni. Ukirekebisha tu kile ambacho unaingiza tumboni, maana yake unaweza kucorrect hivi vitu vyote. Vyote hivi unaweza kuvirekebisha kwa kuangalia tu kile ambacho unaingiza tumboni. Ninafahamu wengi wenu namba zangu mnazo na matibabu mmeshaanza, wengi wenu tumeshawasiliana, lakini ikiwa kuna mgeni kati yetu, utachukua namba yangu ya simu, tumia ujumbe, alafu mimi nitakupigia simu. Nitakuelekeza hatua kwa hatua kama ambavyo nimekuwa nikiwaelekeza wenzako ambao wanaendelea vizuri sana na kuna wengine wamepona. Sijapata tu concept yao, ningeweza kuwapatia nafasi ya kuweza kusema vile ambavyo wanaendelea. Wakati mwingine nadhani tutafanya hivyo, lakini ukishachukua namba nitumie ujumbe, alafu nitakupigia simu, nitakusaidia hatua kwa hatua kufikia lengo la kuachana kabisa na acid reflux.